Njiru ana yepi ya kutujuza. Willy Dennis Njiru, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wananchi wanasema nini iwapo wamesaidika na vyama hivi au la? Willy? Alifiwa kwamba tutaungana naye hapo mwendo wa baadaye kutokana na itilafu ya kimitambo. Wacha nisikilize kwa huyu kaka Bruce. Naam, unahisi wananchi wamefaidika na vyama hivi vya kisiasa ambavyo vimekuwa hapo awali? Okay, kwanza kabisa ni tuseme shukrani kwa nyinyi kutukaribisha hapa ili tuweze kusemezana. Kulingana na mimi, vyama vya kisiasa ndio tuelewe vizuri kuanzia ambapo tulipata uhuru wetu. Vyama vya kisiasa vilikuwepo kama njia ya kutusaidia kupigana na adui watatu. Kwanza ilikuwa magonjwa, umaskini na masomo duni. Lakini miaka 60 baadaye vyama vya kisiasa vimekuwa kama gari ya kujitafutia, imekuwa ni kama kujitafutia riziki. Wale mabwenyenye ndio wame take over na wamekiuka agenda yao ambayo wenyewe waliweka kwa ile manifesto yao. Unapata hata ukiangalia kwa matokeo hivi majuzi, kulikuwa na vyama viwili viliungana. Wakasema ya kwamba wamesikizana katika mkataba ili waweze kufanyia wananchi kazi. Unapata kuna kiongozi mmoja alisema yeye kazi yake ni kuhakikisha yale ambayo yako kwenye mkataba yanatekelezwa. Lakini tulichokiona ni kwamba alishtumiwa na akaambiwa ya kwamba haongei haifai vile alivyoongea. Na sisi tunaelewa ya kwamba kama vyama vya kisiasa vinaungana na wafanye yale ambayo wamesema, kuna makosa gani mtu kusema ya kwamba ile tulisikizana, mimi kazi yangu ni kusimama hapo na kusahihisha. Unaona? Sasa kulingana na mimi, hata wakati wa uchaguzi utapata watu wanang'ang'ana, lazima nipate cheti cha chama fulani, si kwa sababu ana maono mazuri, ni kwa sababu anaona kila chama maybe eneo fulani akipata ni kama gari tosha ya kumfikisha kupata ile wadhifa ambao wanataka. Sasa kulingana na mimi, miaka 60 baada ya uhuru, bado vyama vya kisiasa havijafanya haki. Naam. Vyama vya kisiasa havijafanya haki.